Yes, uhali gani ndugu mtazamaji mfuatiliaji wa channel yetu Janja, channel ya Kajenjele TV, popote pale ulipo, bila shaka pasi na shaka kabisa mambo yako yanakwenda barabara na uzima na afya yawezekana Mwenyezi Mungu amekujalia vinakwenda sawa bin sawia. Na kwa wale ambao kwa namna moja ama nyingine afya zao na uzima haviko sawa sawa, especially wale wahanga ama waathirika wa maandamano, Mwenyezi Mungu awajalie. Kwa wale ambao ni majeruhi waweze kurejea katika utimamu wa afya zao, lakini kwa wale ambao wametangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu aweze kuwalaza mahali pema peponi. Tuwaombe dua. Moja kwa moja tunakutana katika meza yetu ama kipindi chetu cha screenshot, kipindi ambacho huwa tunakaa hapa kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali ambayo yanakuwa yamehappen katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Na siku ya leo tunachokwenda kuangazia ni top 3 ya wanamuziki. As you know, kabla sijazungumza, as we know tuko mwishoni mwa mwaka kabisa, tunaelekea kumaliza mwaka. Sasa kawaida huwa tunakuja kwa ajili ya kuangalia na kufanya takwimu ya mwaka mzima, namna ambavyo vitu vilivyofanyika. Na siku ya leo katika kipindi chetu cha screenshot tunaangalia top 5 ya wanamuziki ambao wamefanya vizuri kuanzia mwaka ulivyoanza wa Januari 2025 mpaka sasa. Tuna mwezi wa 11, tunakimbilia mwezi wa 12 ambao ndio utakuwa mwezi wa mwisho kutimiza mwaka. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuumaliza vyema mwezi wa 12 na 11 na hatimaye tuweze kuona mwaka mpya 2026. Sasa hapa ndipo ambapo nataka tujadili kwa mapana na marefu wanamuziki waliofanya vyema kwa mwaka 2025. Mimi nitataja listi yangu, lakini kumbuka, I'm not a god, I'm not an angel, I'm just human being. Naweza nikawa nimekosea kwa namna moja ama nyingine. Unayo nafasi na wewe kupitia kwenye uwanja wa comment section ukaniambia hapo, Mr. Pimbi umepuyanga, umepiga boko, aliyestahili ni fulani na fulani na fulani. Na as usual huwa naanza nafasi ya chini kabisa, alafu tunakuja mpaka nafasi ya kwanza. Ladies and gentlemen, hawa ni wanamuziki ambao wamefanya vizuri mwaka 2025. Aliyeshika nafasi ya 5 ni Rayvanny Vivian Boy. Mimi binafsi nimeona amedeserve kukaa nafasi ya 5. Kuna mtu ataweza kunibisha, lakini guys, Tetema remix nyingine aliyoifanya na wale na yule Nora Fatei pamoja na yule mdada kutoka India ni moja ya ngoma ambayo imenisababisha mimi nimvute Rayvanny na kumweka katika top 5. Na kama si hii ngoma basi huenda Rayvanny angeikosa top 5 na angeshuka chini. Wimbo huu ambao ni Tetema remix aliofanya na Nora Fatei kutoka Dubai na yule bidada kutoka India ndo sababu imesababisha kumsogeza nafasi ya 5. Huyo ni Rayvanny Mnyakyusa, president kabisa, CEO wa Next Level Music, ametuongozea kwa kushika nafasi ya 5. Nafasi ya 4, ladies and gentlemen, imekwenda kwake Harmonize, Konde Boy, Konde Jeshi. Binafsi wimbo wa Mtu na Nusu ni moja ya wimbo ambao umenipelekea mimi kuona Harmonize sasa tumsogeze nafasi ya 4. Lakini zipo nyimbo zingine, Ujana, Yanga hiyo, hizo ni nyimbo ambazo kwangu binafsi ni nyimbo ambazo zimefanya vizuri. Furaha, lakini Me Too aliyoshirikishwa na Abigail Chams amefanya vizuri. Kwa mwaka huu 2025 haujawa mwaka mzuri kwa Harmonize pamoja na Rayvanny, na ndio maana wameongozana kushika nafasi mmoja ya 5, mwingine ya 4. Mr. Pimbi ni mtu ambaye nimenyoka, haijalishi nini mimi nazungumza ukweli. Ladies and gentlemen, tunakwenda nafasi zile za 3 sasa za juu. Na nafasi ya 3 inakwenda kwake Toto Badi Mario. To be honest, Mario amefanya vizuri sana kwa mwaka 2025 kuliko Harmonize, kuliko Rayvanny, na huo ndio ukweli. Kwangu mimi Harmonize, Mario amefanya vizuri sana na ametoa hit back to back, na ni mtu ambaye hazungumzwi sana, lakini hebu pitia nyimbo ambazo Mario
amezitoa. Kuna Dunia, kuna Mvua, kuna Haha. Hebu ziangalie na nyimbo zingine ambazo ametoa kwa mwaka 2025, alafu niambie nitakuwa siko sahihi kumweka nafasi ya 3. Kwangu mimi Mario ana deserve kushika nafasi ya 3. Na nikimaliza uchambuzi huu, lipo neno langu moja nitatoa zito la uangalizi. Naomba stay there, usikose uchambuzi wa mwisho. Hiyo ni nafasi ya 3. Nafasi ya 2, ladies and gentlemen, nitakupa sababu. Kila msanii nakupa sababu yake. Nafasi ya 2 inakwenda kwake Mbosso. Wimbo wa Viola, wimbo wa Power, wimbo wa Thumani na nyimbo zingine kadha wa kadha ni nyimbo ambazo mimi binafsi zimenipelekea kumsogeza Mbosso kushika nafasi ya 2. Na kwangu mimi nilikuwa nimsogeze Mbosso mpaka nafasi ya 1. Lakini kwa Masava imenifunga mdomo kwa sababu ni nyimbo ambayo imefanya vizuri worldwide, duniani kote. Lakini ukiachana na hilo, wimbo wa Down 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 ni wimbo ambao umefanya vizuri duniani. Kwa hivyo inakuwa ni ngumu kumtoa pale Diamond Platnumz. Kama sio hiyo sababu, basi kwangu Mbosso alikuwa anashika namba 1. So kwa sababu hizo Mbosso unamsogeza mpaka nafasi ya 2. Lakini ukiangalia Diamond hapa katikati ametoa Msumari, ametoa kuna nyimbo nyingine, ametoa nyimbo mfululizo na zimekuwa ni kali. Kwa hiyo amekuwa na idadi ya nyimbo kali nyingi, na hizo sababu nilizokupa inakuwa ni sababu ya mimi kumweka Mbosso nafasi ya 2. Na nafasi ya 1 ni ya kwake Diamond Platnumz, Simba Chibudenga, ambaye nafasi ya 1 inakwenda kwake moja kwa moja. Sasa leo nataka nitoe angalizo. Nisikilize kwa makini. Kama wewe ni shabiki wa Harmonize, kama wewe ni shabiki wa Rayvanny, naomba mnisikilize kwa makini. Kasi aliyokuwa nayo Mbosso, kasi aliyokuwa nayo Mario, nataka nitoe angalizo kwa Harmonize pamoja na Rayvanny. Hawa vijana wawili, nataka nitoe angalizo kwa Harmonize pamoja na Rayvanny. Hawa vijana wawili, na maanisha Mario pamoja na Mbosso, kwa kasi waliokuja nayo mwaka 2025, wasipokaa vizuri, ule ugiant unaweza ukawaondoka. Harmonize, Rayvanny huwezi kuwatoa kwenye top 3 kirahisi. Harmonize, Rayvanny huwezi kuwatoa kwenye top 5 kirahisi. Lakini kwa kasi ya Mbosso ambayo tumeiona kwa mwaka 2025, kwa kasi ambayo amekuja nayo Mario Toto Badi kwa mwaka 2025, ni kasi kubwa sana. Kwangu mimi naweza kuthubutu kusema Mbosso pamoja na Mario kwa mwaka 2025 wamefanya vizuri kuliko Harmonize na Rayvanny. Huo ndio ukweli, nikinyoka nimenyoka, sipindi Mr. Pimbi. Lakini unayo nafasi na wewe ya kuniambia, unayo nafasi ya kuniambia na wewe binafsi, kwa mtazamo wako, wewe unadhani nani anashika nafasi ya 1, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5? Nafasi ya 1 kwangu mimi amekuepo Diamond, alafu amekuepo Mbosso, amekuepo nafasi ya 3 amekuepo Mario, nafasi ya 4 ni Harmonize, na ya 5 ni Rayvanny. Na kila msanii niliyempa namba nimetoa sababu. Naomba kwenye upande wa comment section hapo chini, wewe niambie unahisi ni nani anashika nafasi ya 1, ya 2 na ya 3 na ya 4 tofauti na hii ambayo nimeitoa mimi, na uniambie kwa sababu gani. Ulikuwa na mimi Mr. Pimbi, mzee wa busara, mzee wa fakti. Nyuma ya kamera yuko Junior Mtumbadi, mtu mbaya. See you next time. Until next time. Ciao.